na tulizungumza sana kuhusu zoezi maalum la kukusanya vitambulisho vyote vya taifa vilivyokuwa katika ofisi za kata, vijiji, mitaa, vitongoji na shehia kwa ajili ya kuvirejesha katika ofisi za wilaya, ambapo tulifanya hivyo kutokana kwamba kuweza baada ya vitambulisho vingi kukaa muda mrefu katika ofisi hizo na wananchi wengi kuwa na malalamiko kuweza kutokuvichukua na vingine vilianza kuchakaa. Mtakumbuka pia kuwa zoezi hili liliendana sambamba na utumiaji wa ujumbe wa SMS kwa ajili ya kuvichukua. Baada ya kuona tatizo kama tulivyoongea kipindi kile, tuliamua kuweka mfumo wa vitambulisho vyote. Baada ya kuvikusanya, tulikuwa tunavisomesha kwenye mfumo, na tunaposomesha moja kwa moja kinakuja kitambulisho hicho kwa namba yako uliosajili. Na hii ilianza kuleta maswali, inakuaje mimi nilisajili kwa namba Airtel sasa hivi na Voda? Ni rahisi sana, kwa sababu unaposajili kitambulisho cha NIDA unatumia alama ya vidole, na unaposajili namba ya simu unatumia alama ya vidole. Kwa unaposajili namba nyingine, taarifa zako moja kwa moja zinakuja kwetu. Kwa hiyo ndio kwa rahisi kwamba namba yote ile utakapotuma kitambulisho na mimi ya SMS itakufikia. Kwa hiyo tulifanya hivyo kwa nia njema, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania, kila mwananchi mwenye kitambulisho aweze kuja kuchukua kitambulisho, na tuachane na matumizi ya namba. Turuhusu matumizi ya namba NIA kwa sababu ya hilo tatizo kwamba wananchi wengi walikuwa hawajaja kuchukua vitambulisho. Na katika message hizo tulitoa maelekezo kwamba tunatuma message hii na tunatoa kipindi cha mwezi mmoja. Kama hujaja kuchukua kitambulisho, tutasitisha matumizi yake. Ndugu waandishi wa habari, nafahamu kwa mmekuwa mkipiga simu kwangu binafsi na mkuu wetu wa kitengo cha mawasiliano mara kwa mara kuulizia hatua tuliofikia katika zoezi, lakini tuliomba mvute subira kwamba tutawapa taarifa rasmi muda mwafaka utakapofika. Na leo ni muda mzuri wa kuelezea hilo, na niwaombe sana, nyinyi ni kioo cha jamii, na nyinyi ni daraja kati ya taasisi za serikali pamoja na wananchi. Ni mkono ambao ni muhimu sana unaofikisha taarifa hizi kwa wananchi katika nyanja tofauti. Niseme tu kwamba tangu kwanza kwa zoezi la kukusanya vitambulisho kwa kutumia SMS mwezi Januari 2025 mpaka kufikia Machi 23, 2025, jumla ya wananchi 1,880,608 sawa na 157% ya watu wote ambao walikuwa hawajachukua vitambulisho vyao walitumiwa na kupokea ujumbe mfupi wa SMS unaowaelekeza kwamba ndugu fulani fulani unatakiwa njoo chukue kitambulisho chako kwa ofisi ya NIDA wilaya fulani. Na katika message hiyo wengi ambao baadhi ya wananchi ambao walienda kuchukua vitambulisho hivyo tulikuwa tumeweka vizuri. Tunapokutumia vinakuwa vimepangwa kutokana na serial number inayokuwa kwenye SMS. Kwa ukifika ilikuwa inachukua hadi dakika 5 katika kituo na kuchukua. Na ushuhuda, mnaweza mkatembea watu mbalimbali ambao waliweza kutumia ujumbe na kwenda kuchukua vitambulisho, hawakupata usumbufu wote. Itakumbuka kwamba wakati tunavikusanya vitambulisho hivyo kutoka ofisi za kata, vijiji, mitaa, tulikuwa na vitambulisho 1,200,000 vilivyokuwa havijachukuliwa na wahusika ambao vilikuwa kwenye vijiji kwa watendaji kule shehia na vijiji na vitongoji. Hii maana yake ni kwamba takriban watu wote waliokuwa hawajachukua vitambulisho vyao wamekwisha pata ujumbe mfupi wa simu za mkononi. Ziada ya watu 680,608 SMS zilizotumwa inafanya jumla ya SMS zilizokwisha kutumwa ni 1,880,903 zimetumwa kwa ombaji wapya. Ina maana pale kwa kuna ombaji wapya karibu 600,000 na ambao pia walitumiwa message. Ndugu waandishi wa habari, kwa mujibu wa takwimu hizo, idadi ya wananchi waliojitokeza kuchukua vitambulisho baada ya kupokea SMS ni 565,876 ambao ni sawa na 30% tu ya watu waliotumia na kupokea SMS. Hii inasikitisha sana ndugu zangu waandishi, kwa sababu tulituma ujumbe kwamba baada ya mwezi mmoja tutasitisha, lakini tulipata vilio vingi, na nyinyi waandishi wa habari mkiwa mmoja wapo mkitaka kuuliza, sababu kulikuwa na msongamano mkubwa sana wa watu, na baadhi ya ofisi
zifurika na tukaenda kutoa huduma za mahema kwa ajili ya kuhakikisha wengine na watoto na wengine hivi. Lakini kama kawaida yetu, baadhi ya Watanzania tumekuwa tukidharau. Na hii yote ni kwa sababu bado hatukuweza kusitisha kwa kusikiliza kilio cha wananchi na hata baadhi ya viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini, kutokana na namba kubwa ya watu waliokuwa narundikana. Kwa hiyo tukaona tusogeze ile huruma ambayo ni kila muda wa Tanzania, na baadaye yaanza kupokea matusi. Mimi nishatumia message nyingi, na kuna siku nilikuwa kituo kimoja Dodoma, wanasema kuna nini, nguvu ya soda hawezi kufuta. Kwa ina maana kila mtu ana message hiyo, lakini wengine walikuwa wakifika anasema nilisahau au nimefuta. Hivi kweli jamani, utumiwe message kwamba unatakiwa ofisi ya TASAF ukachukue milioni 50, utafuta hiyo? Lakini why vitambulisho? Lakini kwa sababu tumekuwa ni waungwana na kwamba tukijali kilio cha Watanzania, lakini imekuwa ni mchezo. Katika kuisha vitambulisho vyote vinachukuliwa na wahusika, tuilegeza masharti kama nilivyozungumza kwamba yote yule ambaye kwa sababu ya moja ama nyingine anaweza. Tulifanya hivyo kwa sababu moja. Kuna wengine walikuwa masomoni, kuna wengine walikuwa katika kazi wakati wanasajili. Na kutokana na matatizo yaliyotokeza kwamba vitambulisho vikuchukua muda mrefu, unakuta mtu alikuwa anasoma UDOM, sasa hivi yuko Songea. Kwa hiyo isingewezekana apande basi na gharama kubwa kufuata kitambulisho Dodoma. Kwa hiyo tulitoa hiyo kwamba jamani, tuliruhusu kwamba una mtu yote mtumie hiyo SMS na namba yako, NID namba yako ya NIDA. Akifika pale akionyesha akiandika na namba yako ile pale, kwa hiyo una utaratibu, atachukua details zake na utapata kitambulisho. Na wengi waliweza kufanya hivyo. Na mfano maeneo kama ya Dodoma, Mwanza, kwenye vyuo vikubwa vingi tuliweka eneo kabisa la wanafunzi wa vyuo ambayo kwa ni rahisi katika uchukuaji huo. Hata hivyo, pamoja na jitihada zote hizi, ni dhahiri kabisa kwamba kasi ya kujitokeza kuchukua vitambulisho vyao bado sio ya kuridhisha. Na kama tulivyojua kusema huko nyuma, miongoni mwa sababu zilizochangia kusuasua vitambulisho vyao ni kuwa na matumizi ya hizi ni namba za NIDA. Na kwa sababu hatukuchukua hatua, kwa hiyo wananchi wengi wamejua kwamba hizi ni nguvu za soda. Na bado tuna vitambulisho vingi. Tuna vitambulisho vingi na 30% tu ambavyo vimechukuliwa. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa kuzingatia kuwa tulikwisha tume SMS kwa watu wote, na tulishawatangazia kwamba tutafunga matumizi ya NIN number kwa wale ambao tumekwisha zaisha vitambulisho vyao na kuwapelekea SMC. Napenda kuwajulisha rasmi, naomba msisitize hapa, tena sura yangu inaonekana hivi, napenda kuwajulisha rasmi, si kwa utani, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 tunasitisha matumizi ya namba za NIDA kwa wale wote ambao walishatumiwa SMS za kwenda kuchukua vitambulisho. Narudia tena, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 tutasitisha matumizi ya namba kwa wale wote ambao walishatumiwa, kwa sababu tayari sisi tunayo. Uwe umepoteza, uwe umefuta, hutapata huduma yoyote kwa kutumia namba. Ingawaje kuna baadhi ya watu ambao hawajapata namba kutokana na matatizo mbalimbali, kutokamilisha usajili wao, au kuna matatizo ya uchapishaji, wale ambao hujapata namba ya kutoka NIDA, na utaendelea na matumizi hayo. Lakini sisi kwenye system tayari tunao ambao tumeshawatumia, tuna switch off. Narudia tena, hili hatuna utani nalo, na niombe waandishi wa habari nisije nikasikia kilio cha mtu yoyote. Na tukumbuke kwamba sasa hivi tunapokwenda, NIDA ni maisha na maisha ni NIDA. Tuna maboresho. Kuanzia mwezi Julai tunaanza kusajili watoto wadogo kuanzia 0. Tumarekebisho ya sheria ambayo tunayafanya kwa ajili ya register yote. Ina maana mtoto mdogo anapozaliwa tu anasajiliwa mpaka na kwenye mashule. Ni kwa nini? Maelekezo ya NIDA sasa hivi, kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambayo tutakuja kueleza huko mbele, tumepewa maelekezo ya jamii namba. Ina maana kwamba kila mwananchi
mifumo iweze kusomana, atatumia kitambulisho cha NIDA. Tutakuwa na cheti cha kuzaliwa ndani ya NIDA. Tutakuwa na bima ya afya, na baadhi ya hospitali wameshatangaza wanaanza matumizi ya NIDA na hasa nafikiri MOI. Kwa hiyo ina maana kwa mtoto mdogo ambaye hana NIDA itakuwa. Kwa hiyo tunaanza kusajili mpaka watoto wadogo. Tutaanza na pilot project ya wilaya 3. Tutaanza na wilaya Kilolo, Rungwe na Kusini Unguja. Kwa hiyo kabla siende niwaombe sana watu wasifanye mchezo. Na katika hii tulivyo zote tutakuwa na vitu 9 katika vitambulisho na tutaviboresha baadaye ambavyo vitakuwa na taratibu. Passport itakuwepo. Tutakuwa na details za driving license. Hutapata tena driving license kama kadi. Kila kitu ni kwenye NIDA. Ukibonyeza ni kila kitu. Taarifa za passport. Lakini tutaenda zaidi malipo. Kwa mfano unataka kulipa SGR, unataka kulipa mwendo kasi. Vyote vile na tayari tuna taasisi nyingi. Hata baadhi ya mabenki wameomba kuingiza kwamba taarifa zao tutumie kadi moja kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Lakini tumejiongeza zaidi katika vitabu ambavyo tutaboresha, tutaweka mpaka grupu ya damu, taarifa za grupu ya damu. Kwamba grupu